sisi lazima tuweke ubani tu chini. Sasa hao wanaotungangania sisi tusisome kwa aya zao za mafungu sio umeziokota wapi? Na kuna vitu vingine vya vichekeshwa na mtu si haya si kaziokota wapi, anajifanyia eti Muislamu na mwingine huko anaitikia takbiri kabisa na ndevu kama kitu gani. Aya za Mungu hazitaniwi kwa sampuli wanavyotaka wao. Watu waache kwanza kidogo. Alafu hili jambo sio la kwao. Jambo la wana Simba. Haya wao kinachoogopesha nini? Kwa watu waache kwanza kidogo, sisi tutembee na hili jambo. Na vitu tu vinafanyika ndani ya Simba wenyewe kwa wenyewe. Tunamalizana wenyewe kwa wenyewe. Sawa, sasa kwa kuwa tunamalizana wenyewe kwa wenyewe, sasa hii Albadili ndio inaenda kunyoosha mambo. Na naamini kabisa hata Soa na vile vile atakuja kuwa sawa. Sio Soa tu, yani kiukupi wachezaji wote wa Simba, kwa nini Simba mbovu? Simba ina utimamu bwana, ndio klabu ambayo imesajili. Matokeo kwa sasa. Matokeo tunapata, ila isipokuwa tu kwamba tunapata namna gani, ni jinsi gani tunapata ile matokeo. Sawa, hivi kwa mfano ile mechi ya Azam mpira tucheze sisi. Eti kufungwa tufungwe sisi. Japo kwamba huyo mtu anotajwa naye Matola na mapungufu yake. Sawa bwana, lakini vile vile kuna majambo ndani yake. Na haya majambo wale watu waliokuwa wachumia matumbo wale ndio tunataka sisi tukawakomeshe wale. Sasa dawa ni kusoma. Kuna watu wapo kwa ajili ya matumbo yao. Nataka kusema wengi tu wengi wapo kwa ajili ya matumbo yao tu. Watu maslahi. Ela Mohamed tamu kaka. Milioni inoingia. Mitamu sana. Kwa hiyo mtu hataki akitolewa madarakani akikaa pembeni. Lakini mwisho wa siku atakaa pembeni lakini ananungunika anataka arudi tena pale pale. Sasa kwa kweli Ela Mohamed ni tamu, sasa hii itakuwa ya uchungu mwaka huu. Yes bwana, mambo ni aje mzee? Tunamshukuru Mungu, mambo yanaenda mazuri. Tupo ndani ya Ubaya Ubwela leo Sunday. Tumejiachia katika kijiwe chetu cha kujidai hapa. Ndani ya Mfenisini ya Buguruni. Ubaya Ubwela. Ubaya Ubwela. Tutakuwa hapo kwenye Albadili ndugu yangu. Albadili kama kawaida. Lazima niwepo kwa sababu ni jambo muhimu, halipingiki. Sawa, tumeliandaa na Simba na tunaenda kuliandaa wenyewe, tunaenda kulifanya wana Simba. Sasa huyo mtu mwingine sasa atataka sisi tusilifanye, yeye kwanza baki na yake tu. Sisi tunataka tulifanye tu. Kuna wana Simba wengine wanasema kwamba ili sio lazima viongozi wajitoe bana. Yani wao wanodai kwamba sio hili sio lazima viongozi wajitoe, umeona? Sisi tunaomba kwanza watu waache. Tulitende hili alafu ndio viongozi watafanya nini? Watajitoa. Waache mfano. Watu waache kwanza tulifanye, alafu au kujitoa sasa ndio watajitoa. Baadaye lakini kwanza tulifanye hili. Hili ni jambo muhimu kubwa sana. Muhimu kuliko hata wale ambao labda mnahisi kwamba hawatimizi wajibu wao ndani ya uongozi. Sababu hapo ambao kama wasotimiza wajibu wao ndani ya uongozi. Wapo. Hatuwezi leo Simba sisi tukua kama vile watoto wakiwa. Haipo hivyo. Hatujazoea sisi mazingira hayo. Ndugu yangu katoka kuongea muda si mrefu sana hapa. Haipo hivyo. Kwa hiyo sisi lazima tuliendee hili jambo. Tutakuwepo kwenye Albadili, tutashiriki na ikiwezekana kwa siku hiyo. Kama utakuwepo utaniona hapa nitatinga kanzu yangu moja maridadi na kikofia changu juu huku. Tutawakilisha. Sisi ni wasomi wazuri kama alivyosema ndugu yangu Sefu. Kwa hiyo yani hatutokaa nyuma katika hilo. Unahisi mara baada ya dua hii mambo yatakuwa vizuri? Na uhakika kwa sababu najua mara nyingi panaposomwa dua, sawa, hata yule kama kuna mtu mnafiki kidogo ataogopa. Lakini kwa kuwa tulikuwa tunaleana kwa kipindi cha miaka 4 hii yote, sawa, hakuna jambo lolote, mtu anafanya anavyotaka yeye, anafanya hichi anafanya, lakini sasa tukishaingia katika pressure kama hii, naamini kabisa yule mtu atakuwa makini. Na hakika kabisa watakuwa makini. Kwa maana naona kwamba hii ngoma ikirudiwa hii inakuwa ni hatari. Kwa hiyo hii ndio itaenda kuwafungua kina ile Mpanzu, akina Jonathan Soa ambao lawama zimekuwa nyingi kwao uwanjani na wengi wanasema kwamba kuna vitu ambavyo wanafanyiwa. Ni kweli kwa sababu katika akili ya haraka kaka hivi mtu kweli kila mechi unagongesha wewe tu mwamba. Mpanzu mechi ya Azam kagongesha mwamba mara ngapi? Sio hiyo tu, kuna nyingine nyuma. Kwa hiyo yeye ndo akawa bingwa tu yani kazaliwa kwa ajili ya kugongesha mwamba tu. Kugongesha mwamba tu. Sio kweli. Yaani ukiona hivyo kuna vitu tu vinafanyika ndani ya Simba wenyewe kwa wenyewe. Tunamalizana wenyewe kwa wenyewe. Sawa, sasa kwa kuwa tunamalizana wenyewe kwa wenyewe, sasa hii Albadili ndio inaenda kunyoosha mambo. Na naamini kabisa hata Soa na vile vile atakuja kuwa sawa. Sio Soa tu, yani kiukupi wachezaji wote wa Simba, kwa nini Simba mbovu? Simba ina utimamu bwana, ndio klabu ambayo imesajili. Matokeo kwa sasa. Matokeo tunapata, ila isipokuwa tu kwamba tunapata namna gani, ni jinsi gani tunapata ile matokeo. Sawa, hivi kwa mfano ile mechi ya Azam mpira tucheze sisi. Eti kufungwa tufungwe sisi. Japo kwamba huyo mtu anotajwa naye Matola na mapungufu yake. Sawa bwana, lakini vile vile kuna majambo ndani yake. Na haya majambo wale watu waliokuwa wachumia matumbo wale ndio tunataka sisi tukawakomeshe wale. Sasa dawa ni kusoma.
Kuna watu wapo kwa ajili ya matumbo yao. Nataka Wapo kusema wengi tu, wapo wengi wapo kwa ajili ya matumbo yao tu. Watu maslahi. Hela Mohamed tamu kaka. Ni bilioni inaoingia. Mitamu sana. Kwa hiyo mtu hata akitolewa madarakani akikaa pembeni. Lakini mwisho wa siku atakaa pembeni lakini ananungunika anataka arudi tena pale pale. Sasa kwa kweli hela Mohamed ni tamu, sasa hii itakuwa ya uchungu mwaka huu. Hatutoacha salama. hela tajiri hailiwi hivi hivi. Hela tajiri hailiwi hivi hivi, na sisi wenyewe machawa tajiri tupo. Haiwezi kuliwa hivi hivi. Hatuwezi kukubali tena kwa mara nyingine tena bwana. Utakuwa ni upuuzi. Nasema tajiri naye anaifelisha baada ya klabu. Tajiri hawezi kuifelisha hata siku moja. Mohamed anajitahidi sana. Kuna mwaka hapa unakumbuka Simba wanaenda tunatoka zetu Misri. Umeshanielewa? Hivi nikuulize swali. Ushawahi kumuona tajiri wa aina gani duniani akavua shati anaishangilia timu yake? Nenda Uingereza, nenda Spain, nenda Italy, nenda Marekani. Ushawahi kuona hicho kitu? Lakini Mohamed alivua shati hapo Tazara. Hiyo tunatoka Misri hiyo. Anakufa mtu, Zamalek anakufa ndani ya Misri. Mwamba ule kavua shati lake. Sasa wewe niambie kwamba yani Mohamed usimfananishe na wale matapeli ambao walichukua Yanga wanaendesha Yanga wajanja. Mohamed ni mwana Simba. Mohamed ni mwanachama wa Simba. Mohamed ni shabiki wa Simba. Sasa sisi tunaungana moja kwa moja na Mohamed. Sasa hatuwezi kuungana na vinabo wanaoifelisha timu yetu. Kwa vitu kama hivyo. Kuna namna kwamba wanamfelisha tajiri ambaye anaweka pale hivi mzigo. Wapo. Mwamba anatia hela. Alafu watu wanazunguruka tu. Wanakula hela kama vile umetoa wao mifukoni kwao. Au mabingwa kula hela za Mohamed. Sasa hao mabingwa kula hela za Mohamed hawa ndio tunataka sisi hii tukisoma hii. Watapoteana tu kaka. Utakuja kuona. Mwingine ataomba tu mwenye bwana mimi basi uongozi. Niacheni nipumzike. Niacheni nipumzike. Ndio maana tumekuambia kwamba acha isomwe alafu ndio watu watoke. Sio tuanze eti watu watoke alafu ndio isomwe. Haiko hivyo. Tusome kwanza. Mmepania kumkomesha Tumepania kumkomesha kwa sababu haiwezekani. Hivi yule mzee alikuwa analia ile mechi na Azam ulimuona? Yule mzee alikuwa analia ile mechi na Azam ulimuona? Alilia kama mtoto mdogo yule. Hivi yule ana mke, ana wajukuu, ana watoto. Sijui umenielewa? Lakini alilia pale kama mtoto. Yaani ni kwamba jinsi gani kwamba mpira unauma. Ama ukishabikia timu, sawa, unaumia. Kashindwa tu kujinyonga yule pale. Lakini kaumia sana. Sasa sisi tuna huruma, sisi mashabiki wenzetu tumeumia vizuri. Yaani kama kaumia yeye na sisi tumemwonea huruma yeye. Kwa na sisi wenyewe sasa hatukubali kwa sababu ule mzee wetu kadhalilika pale mpaka mitandaoni kote katoka. Machozi yanamiminika. Na sisi wenyewe tumejisikia huzuni kubwa. Na wewe kama kiongozi una akili timamu, hebu kwanza basi ingia na huruma. Mzee kama yule analia pale. Umeona? Kwa hiyo inafika mahala sisi lazima tuweke ubani tu chini. Sasa hao wanaotungangania sisi tusisome. Kwa aya zao za mafungu sijui umeziokota wapi. Na kuna vitu vingine vya vichekesho na mtu si kaziokota wapi, anajifanya eti Muislamu na mwingine huko anaitikia takbiri kabisa na ndevu kama kitu gani. Aya za Mungu hazitaniwi kwa sampuli wanavyotaka wao. Watu waache kwanza kidogo. Alafu hili jambo sio la kwao. Jambo la wana Simba. Haya wao kinachoogopesha nini? Kwa watu waache kwanza kidogo, sisi tutembee na hili jambo.